Mzazi anajua jinsi ya kumlea mtoto wake. Anajua mtoto wake ale nini na mtoto wake asile nini. Anajua ni chakula gani cha kumpatia mtoto wake, naye mtoto hana namna ya kukataa malezi, chakula anacholishwa na mzazi. Ndio maana jinsi unavyolishwa au kulelewa haikuhusu, maana hauna namna ya kukataa, ila kinachokuhusu ni jinsi unavyolea au unavyowalisha walio wa uzao wako. Na huyo ni Antigwilo. Ninazungumza kuhusu uzao, sehemu ya 5. Hauna namna ya kukataa jinsi mzazi wako anachukulisha, pasipo kujalisha ni nini anakulisha. Yeye anajua. Hata ufumbe mdomo, anajua jinsi gani ya kukipitisha chakula hicho na ukala. Hauna namna ya kukataa chakula unacholishwa na kabila lako, malezi unaolelewa na kabila lako, hata ukatae vipi. Wanajua, mzazi anajua, kabila lako linajua jinsi gani ya kupitisha malezi hayo, jinsi gani ya kukulisha chakula hicho. Hakuna namna ya kukataa chakula pasipo kujalisha ni kipi unacholishwa na familia yako, taifa lako, dini yako, dhehebu lako, dunia, mume, mke, baba, mama yako na kila kimoja kilicho katika uwepo wako. Hakuna namna ya kukataa chakula hicho unacholishwa. Hakuna namna ya kuyakataa malezi hayo unayolelewa, kwani mzazi anajua jinsi gani ya kumlea mtoto wake, chakula gani chenye afya cha kumlisha mtoto wake. Mzazi hawezi kumlisha chakula cha kumzuru mtoto. Ukoo, kabila, dhehebu, dini, taifa, kila kimoja, kila mmoja aliyopo katika uwepo wako hawezi kukulisha chakula kisichofaa, hawezi kukulea malezi yasiyofaa. Ndio maana huna namna ya kukataa, na hata kama utakataa, hauna namna ya kutokula au kuyapokea malezi hayo. Mzazi ana mbinu nyingi za kukulisha wewe mtoto, haijalishi una miaka mingapi hapo.
kabila, dini, dhehebu, ukoo, taifa, kila kimoja kina mbinu nyingi za kukulisha chakula chake na usikikose. Uzibe mdomo, utakula. Utaachama tu na utakula. Urukeruke, utakula unarukaruka. Ili hali mzazi anataka ukae katika malezi yake. Mzazi anataka ule chakula cha kukutia nguvu, cha mapenzi yake, cha kusema ukila hicho ukilelewa hivyo, hakika hatajuta kukulea, wala hautajuta kulelewa naye. Kwa hiyo huwezi kataa chakula cha taifa lako, haijalishi ni kipi. Huwezi kataa malezi. Na chochote kile ukasema hautakula, hautalishwa kama vile walivyozoea, ila watatafuta mbinu. Mzazi atatafuta mbinu, anakujua na utakula na utayapokea malezi hayo. Fedha itatafuta mbinu ikulee. Utajiri unatafuta mbinu ukutunze, ukulishe utajiri wake. Dhahabu inatafuta mbinu yenyewe ikupendezeshe. Fedha inajua jinsi gani ya kukulisha. Utajiri unajua jinsi gani ya kukutajirisha. Kila kimoja kinajua jinsi gani ya kuketi nawe. Na kamwe hakuna namna ya kukimbia, ila utalishwa chakula hicho sawa sawa na ulivyo. Utalelewa sawa sawa na ulivyo, naye anayekulea na kukutunza akafurahi katika malezi yake, akafurahia kwa chakula anachokupatia. Haijalishi ni chakula gani, kama alivyo mtoto. Muda mwingine chakula na chakula hakijui, ila mama, baba, mzazi, kijiji, taifa, dunia, kila kimoja kwa jinsi yake kilichopo katika uwepo wako kinajua. Hii ni dawa, hii ni tiba, hii ni kwa ajili ya nini katika uwepo wako, anajua. Kwa hiyo mtoto anakula tu, na nyingine chungu inakwenda hivyo hivyo.
Kama vile unavyokwenda kwa daktari, hakuna namna ya kuikataa sindano, utachomwa tu. Ndivyo ndivyo katika mzazi wako, kijiji chako, mume wako, mke wako, mtoto wako, majirani zako, dini yako, dhehebu lako, dunia, mbingu, malaika, Mungu na kila kimoja kilichopo katika uwepo wako, unachokisikia, unachokiona, unachokiwaza, unachokiota, na katika jinsi yoyote ile, kwamba hakuna namna ya huyo au hicho kutokukulisha au kukataa chakula au malezi ya huyo au hicho, kwa kuwa hakuna mzazi anayemfikiria mtoto wake mabaya pasipo kujalisha fikra yake ikoje inapotafasiriwa na asiye mzazi wako. Lakini mzazi daima anamwazia mema, anamwazia mazuri mwanae, anamlisha vilivyo bora uzao wake, pasipo kujalisha hicho chakula kinaonekana vipi katika jamii fulani, mawazo hayo yanaonekana vipi katika jamii nyingine isiyo mzazi wako. Mawazo, mlima unaokuwazia wewe ni mazuri, ila yakitafasiriwa na bonde yanaonekana ni hatari, hayafai, unabidi mtoto ukimbie. Mawazo ambayo unawaziwa na bonde ni mazuri, lakini yakitafasiriwa na mlima yataonekana ni hatari, chakula hakifai hicho, malezi hayafai hicho. Lakini ndivyo bonde lilivyo, ndivyo mzazi wako alivyo, ndivyo taifa lako lilivyo, ndio dini yako ilivyo, ndio kabila lako lilivyo, ndio mila zenu zilivyo. Inajua ni jinsi gani ya kukulisha. Hivyo hivyo ulivyo hapo ulipo. Si hadi mpaka ukafanye yaliyo ya kwao, yaliyo ya mzazi, bali hivyo hivyo ulivyo hapo ulipo. Mzazi anajua anakulisha vipi, kama vile alivyo mtoto mdogo analishwa huku yeye anakimbia, anaendelea na mambo yake, lakini mzazi anamlisha huko huko. Si kwamba mpaka ukae sasa mzazi ndio akulishe. Unaendelea na mambo yako, unaendelea na jinsi vile ulivyo. Mzazi anakulisha huko ulipo. Kwa hiyo hapo ulipo haujakataa chakula cha mzazi wako,
haujakataa chakula cha taifa lako, haujakataa chakula cha dini yako, haujakataa chakula cha dunia, haujakataa chakula cha mbingu, haujakataa chakula cha familia yako, kabila lako, mila yako na cha kila kimoja kilichopo katika uwepo wako. Haujakataa. Haujakataa malezi, kwa kuwa popote pale unakula chakula cha mzazi wako, unakula chakula cha kabila lako, unakula chakula cha taifa lako, unakula chakula, unalelewa unatunzwa, unavishwa, unapendezeshwa. Na mzazi wako, taifa lako na kila kimoja kilicho katika uwepo wako, pasipo kujalisha ni nini. Muda mwingine hujui wewe unaendelea na mambo yako. Anayekulisha anajua, anayekutunza anajua, anayekuongoza anajua huko huko unakotembea. Fedha inajua, utajiri unajua, mafanikio anajua, uponyaji unajua. Unakulisha vipi huko huko, unakutajirisha vipi huko huko. Ndio maana inakwambia kwamba kinachokuhusu sio kile unacholishwa, kinachokuhusu ni kile unachowalisha. Kwa kuwa unacholishwa hakuna cha kukataa, lazima ule, lazima ulelewe, lazima uongozwe. Ndio maana kinachokuhusu ni kile unachowalisha, ni kile unachowatunza, ni vile unavyowachunga, ni vile unavyoongoza. Ndicho kinachokuhusu. Ni jinsi gani unailisha fedha, ni jinsi gani unalisha mali yako, ni jinsi gani unamlisha mzazi wako, ni jinsi gani unalisha taifa lako, ni jinsi gani unaongoza taifa lako, ni jinsi gani unaongoza kila kimoja kilichopo katika uwepo wako, ni jinsi gani unakilea, ni jinsi gani unakilisha kila kimoja kilichopo katika uwepo wako. Ndicho kinachokuhusu. Na ndio maana nachotakika ni kuendelea kufanya unachokifanya cha jinsi yako. Hayo ndio malisho, huo ndio uongozi, hayo ndio matunzo, hayo ndio malezi kwa mzazi wako, kwa taifa lako, kwa kijiji chako, kwa kila kimoja kilichopo katika uwepo wako. Sio usimame usubirie ulishwe nini. Kama vile alivyo mtoto, hasubirii alishwe nini, analishwa, anatembea, analishwa, anaendelea na mambo yake. Yale mambo anayoendelea nayo, yale mambo anaendelea kuyafanya pasipo kuangalia analishwa nini, ndio matunzo ya kulea familia yake, ndio malezi, ndio ulinzi
ndio mafanikio. Ndio chakula cha kulilisha taifa lake. Vile alivyo ndio analisha chakula cha analisha taifa lake, analilisha taifa lake, analisha mzazi wake, anamlisha mdogo wake, analisha uchumi wake, analisha utajiri, analisha fedha zake, anachunga, anaongoza uzao wa sura ya kufanana na yeye. Ndio. Kwa hiyo sasa kinachokuhusu ni uwepo wako, hicho unachokifanya kwa jinsi yako. Dukani kwako nenda, kazini kwako nenda, nyumbani kwako nenda. Hicho unachokifanya fanya, cha jinsi ulivyo ndicho kinachokuhusu. Kuhusu fedha hayakuhusu. Kinachokuhusu ni jinsi gani unailisha fedha. Haina namna ya kukataa malisho yako, haina namna ya kukataa uchungaji wako, haina namna ya kukataa uongozi wako. Ni jinsi gani wewe unailisha fedha. Unaulisha utajiri, unamlisha mzazi wako, unamlisha baba yako, unalisha mume wako, unamlisha mke wako, watoto wako, wanyama wako, taifa lako, kila kimoja kilichopo katika uwepo wako. Ni jinsi gani unakiongoza, ndicho kinachokuhusu. Na bila shaka uwepo wako ndio uongozi unaoongoza sura ya kufanana na wewe, ikimaanisha kwamba mzazi huyo, taifa, mtoto, kijiji, dini, dhehebu, mila, desturi na uwepo wa kila kimoja kilichopo katika uwepo wako, unachokisikia, kufikiri, kukitazama, kukiota na kwa jinsi yoyote ile, uwepo wako ndio malezi kamili, matunzo kamili, ulinzi kamili, wa kulinda, wa kulea, wa kuchunga, wa kuongoza, wa kulisha uzao wa jina lako, uzao wa sura ya kufanana na wewe, ikimaanisha uzao wa kila kimoja kilichopo katika uwepo wako. Kwa hiyo popote pale ulipo, si shaka jinsi ulivyo ndio matunzo unayotunza, sio unayotunzwa, unayotunza, unaowatunza, unaowalea, ndio matunzo ya kuwalea. Au jinsi ulivyo katika neno rahisi kwamba ndio uongozi wa kuwaongoza walio wa uwepo wako, waliopo katika uwepo wako, ikimaanisha walio sura ya kufanana na wewe. Uwepo wako huo ndio matunzo kamili kwao, ndio ulinzi kamili kwao,
ndio mafanikio kamili kwa hao, ndio uponyaji kamili kwa hao, kwani hata fedha inahitaji uponyaji. Ndio chakula kamili kwa hao, kwani hata mali inahitaji chakula. Wewe ndiye chakula. Kwa hiyo hauna namna ya kukataa chakula cha mzazi wako, chakula cha aliye katika uwepo wako, kwa fikra, kwa mawazo, kwa ndoto, kwa njozi na kwa jinsi yoyote ile. Hauna namna. Ndio maana kinachokuhusu ni jinsi gani unavyowalisha, unavyowatunza, unavyowaongoza. Ndicho kinachokuhusu, kwani chochote unacholishwa, unachotunzwa nacho kiko vema kwako wewe mwenyewe na si kwa mwingine. Kwako wewe mwenyewe kiko vema. Basi leo niishia sehemu hii ya 5. Usikose sehemu nyingine zote kwa kutazama katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Andegunyu. Popote pale ulipo, umepokea uzao wa pumziko lako, umepokea uzao wa pumziko lako. Fedha, mali, utajiri, mafanikio ya pumziko lako, uponyaji la uwepo wako, uponyaji la uzao wako, mafanikio ya uzao wako, nyumba ya uzao wako, fedha za uzao wako, utajiri wa uzao wako, muujiza wa uzao wako, mfupa wa uzao wako, kizazi cha uzao wako umepokea na kimekuwa kwako. Na chochote kile cha uzao wako umepokea na kimekuwa kwako popote pale ulipo. Basi hauna namna ya kukataa. Mzazi anachukulisha, anachokulea, anachokutunza, na popote pale ulipo ndipo anapokutunza. Mungu wako anavyokutunza, familia yako inavyokutunza, kabila lako inavyokutunza kwa jinsi yake. Kila kimoja kilichomo katika uwepo wako kinavyokulea na kukutunza kwa jinsi yake. Na kinachokuhusu sasa ni jinsi gani unavyowatunza, na jinsi uwepo wako hapo ulipo ndipo unapowatunza. Ndio maana hata sasa ni rahisi kwako na ni wakati wako wa kupokea, na umepokea uzao wa pumziko lako hapo ulipo.